Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunamshukuru Mungu kwamba ni Jumatatu njema ambayo Mungu ametupa. Ni Jumatatu ya ushindi, ni Jumatatu ya neema. Huwa tunajiweka wakfu kwa Bwana ili kuitengeneza wiki ya baraka, tukitengeneza wiki ya ushindi, kutengeneza wiki ya neema. Tunaona maandiko yanaeleza katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 na ule mstari wa 29, maandiko yanasema, Mungu akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam, kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Mungu anawaambia wana wa Israeli kupitia Musa kwamba wajiweke wakfu, wajiweke wakfu, ama kwa lugha nyingine watengwe, ili wapate kubarikiwa. Kwa hiyo kujiweka wakfu ni kutengwa katika ulimwengu wa roho. Kile kitu kikiwekwa wakfu kinakuwa kimetengwa, kimekuwa kitakatifu, kinaitwa sacred, ni kitakatifu kwa Bwana. Kwamba ukitengwa katika ulimwengu wa roho, ukiwekwa wakfu, umetengwa, wewe ni wa Bwana. Tunajua Mungu anatoa ahadi zake ya kwamba atatubariki, lakini pia tunaona na adui Shetani na yeye anapambana usiku na mchana. Biblia inasema ni kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza kila siku inapoitwa leo. Kila siku anatafuta watu waweze kukaa katika mkao ambao atapata nafasi, atapata access ya kuyafikia maisha ya watu na kuweza kwa attack ama kuwashambulia kwa mashambulio mbalimbali. Tunaona yapo mashambulio ya ajali, yapo mashambulio ya magonjwa, yapo mashambulio ya stress ama msongo wa mawazo, yapo mashambulio ya kila aina. Lakini tunapojiweka wakfu kwa Bwana, mtazamo wetu mbele za Bwana na mbele za Shetani unakuwa ni tofauti kabisa. Huwa napenda kutoa mfano tunaposhiriki meza ya Bwana. Tunaposhiriki meza ya Bwana, huwa kuna wakati ambao tunapoomba, kama ukitusikiliza vizuri makuhani, utaona tunaugeuza ule mkate kuwa mwili wa Kristo. Na baadaye tunaigeuza ile damu, ile kimiminika kile ambacho ni either ni divai ama ni juice ama ni chochote, kuwa damu ya Yesu. Sasa tunapofika katika kuvigeuza hivyo, tutakapomwambia Bwana Yesu, kuanzia sasa huu mkate ni mwili wako na hiki kinywaji ni damu yako. Ukisha sema vile, tayari vinawekwa wakfu kuwa mwili na damu ya Yesu. Hapo hata mapepo yakija yakiangalia, hayaoni tena ule mkate, yanaona mwili na damu ya Yesu. Hata Mungu mwenyewe anaposhuka kuwahudumia watu, wanaposhiriki, anawahudumia kwa nguvu ya damu ya Yesu na kwa nguvu ya mwili wa Kristo. Tunaposhiriki, nguvu ya Mungu inaanza kutembea. Sasa ipo mikate hii ambayo tumeshaiombea igeuzwe kuwa mwili wa Kristo, na yapo kimiminika na kimesha kuwa damu ya Yesu. Mikate iliyobaki, mtazamo wake ni tofauti na mikate iliyoombewa. Kimiminika kilichobaki, mtazamo wake ni tofauti na kilichoombewa. Maana yake nini? Tayari hiki kimewekwa wakfu kwa Bwana. Ndivyo ilivyo mtu aliyejiweka wakfu kwa Bwana kwa maombi haya tunayofanya, na mtu ambaye hajajiweka wakfu na Bwana, mtazamo ni tofauti katika ulimwengu wa roho. Lakini katika ulimwengu wa mwili, vimiminika na mkate ni muonekano the same, unafanana. Lakini katika ulimwengu wa roho, muonekano wake, utiisho wake, nguvu yake tofauti kabisa na vile ambavyo havijawekwa wakfu kwa Bwana. Na ndio maana adui atapambana sana kwamba usijiweke wakfu kwa Bwana, kwa sababu anaelewa unapojiweka wakfu kwa Bwana, mbingu zinakuangalia vipi. Anaelewa unapojiweka wakfu kwa Bwana, Mungu anakuangalia vipi. Lakini hata yeye ukijiweka wakfu kwa Bwana, anapokuja anamuona Bwana ndani yako katika agano la ulinzi, agano la amani, agano la ushindi. Kwa unajikuta hakuna namna anaweza
weka uharibifu wake kama michezo yake kwa mtu aliyejiweka wakfu kwa Bwana. Kwa kuna nyakati ambazo shetani anatafuta uteleze, usijiweke wakfu kwa Bwana ili aweze kuweka mapando yake. Biblia inasema ya kwamba kwa ule mfano wa magugu yaliyooteshwa katikati ya ngano, lakini unakuta maandiko yanauliza ni wakati gani shetani alikuja kuweka magugu. Anasema watu walipolala. Anasema walipolala adui akaja akapanda magugu. Maana yake nini? Kuna nyakati ukilala shetani anakuja anapanda uharibifu kwa sababu umelala. Usikubali kulala. Usikubali kulala. Lazima ujiweke wakfu kwa Bwana. Unapojiweka wakfu kwa Bwana, kuna mambo mawili yanatokea. Namba moja, ulinzi kutoka kwa Mungu, upendeleo kutoka kwa Mungu na ushindi kutoka kwa Bwana. Lakini namba mbili, kulindwa na Mungu kinyume na nguvu za giza, uharibifu wa nguvu za giza, mipango ya nguvu za giza, ratiba za nguvu za giza zinakuwa paralyzed, zinaharibika zinapokuja kumwona mtu amejiweka wakfu kwa Mungu wake, ya kwamba alindwe na yeye. Kuna mkataba umeingia katika hali ya kujiweka wakfu kwamba mimi ulinzi wangu wa wiki hii ni wa Bwana, amani yangu ya wiki hii ni ya Bwana, ushindi wangu ni wa Bwana. Kwa adui akija analiona lile agano, hawezi kukugusa tena. Kwa hiyo tunapoenda kumwomba Mungu, tunaambia Mungu tunajiweka wakfu kwako. Wewe unajua kabisa ya kwamba kuna vitu vya kimungu vinaenda kudhihirika, kuna nguvu ya Mungu inaenda kuthibitika. Kwa hiyo tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu leo. Na tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu, tunaenda kumwambia shetani, wewe husiki na maisha yetu. Shetani hauhusiki, hatujakupa hata chembe ya maisha yetu. Sisi sio wa kwako. Lazima tumkane shetani kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunataka twende mbele za Bwana, tuombe sasa neema ya Bwana, ushindi wa Bwana uwe juu yetu. Tutaka twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya Jumatatu njema ambayo Bwana umeifanya. Ni Jumatatu njema kwa ajili ya kila mmoja anayeliitia jina lako na kujiweka wakfu kwako, Mungu wa kweli. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninajua shetani kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza, lakini lazima tutamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Bwana, tunajiweka wakfu katika damu yako ya ushindi. Tunajiweka wakfu katika wiki hii Bwana. Tutembee katika upendeleo wako, tutembee katika nguvu zako, tutembee katika kibali chako. Zile baraka ulizoziamuru ndani ya wiki hii Bwana zituwasilie. Roho Bwana, tunaenda kinyume na mipango yote ya nguvu za giza iliyojipanga ndani ya wiki hii kwa ajili ya kuleta uharibifu. Haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Tunaharibu mipango yote, mipango ya uharibifu haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Tunalifuta giza lote katika ulimwengu wa roho. Tunaamuru giza litoweke kwa jina la Yesu. Tunafuta magonjwa katika ulimwengu wa roho. Magonjwa hayatasimama, hayatathibitika kwa jina la Yesu. Tunalifuta giza lote katika ulimwengu wa roho, tukizitangaza baraka za kuinuliwa, tukitangaza neema na ushindi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana neema yako na rehema zako zatosha ndani ya maisha yetu. Onekana Mungu aliye hai katika wiki hii Bwana. Kila mpango ambao mtoto wako huyu anayenisikia ameupanga kwa ajili ya kufanikiwa, Roho Bwana ukatembee katika uweza na nguvu, katika ushindi. Tenda jambo jipya, fanya jambo jipya. Ikawe ni wiki ya taarifa njema. Wajumbe waliobeba taarifa njema wakatuwasilie katika jina la Yesu. Tukatembee katika neema, tutembee katika ushindi, tutembee katika kibali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Asante kwa kibali chako Mfalme. Sifa na heshima vyote ni vya kwako.
Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tunazifuta ajali zote katika ulimwengu wa roho. Tunafuta spiritual attacks zote, uvamizi wa kiroho tunaufuta katika jina la Yesu. Roho Bwana, iwe ni wiki ya neema, iwe ni wiki ya neema, iwe ni wiki ya neema, Mungu aliye hai, iwe ni wiki ya kicheko, iwe ni wiki ya kicheko, iwe ni wiki ya kicheko, iwe ni wiki ya burudiko, iwe ni wiki ya furaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Sifa, heshima na utukufu ni vya kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi kwa maombi haya tayari umekwisha kujiweka wakfu kwa Mungu, na tunaenda kuikamilisha ibada hii ya kujiweka wakfu kwa Bwana kwa njia ya sadaka zetu. Tunaziachilia sadaka zetu, na kwa wewe ambaye unanisikiliza utaachilia sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Na kwa wale ambao mnaniangalia, basi hapo chini kuna namba zimeandikwa za sadaka. Kupitia hizo namba unaweza kuachilia sadaka yako kwa kujiweka wakfu kwa Bwana. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.